Naam, mtazamaji, ni taarifa mbaya na pigo kubwa kwa Samia Suluhu na serikali ya CCM kwa ujumla baada ya mmoja wa kiongozi wa vijana wa CCM au UVCCM sasa hivi kumsaliti au kumgeuka Samia Suluhu na chama kizima cha CCM na kukimbilia ndani ya Chadema na akakaribishwa hadharani. Vilevile kuna taarifa zingine ambazo ni taarifa njema kwa Tundu Lissu, ambapo pia nimekuandalia kukutaarifu sasa hivi ndani ya video hii, lakini kama kawaida yetu, kabla songe mbele, chukua sekunde yako moja, like video hii, kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele, alafu niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa wapi. Kama uko nje ya nchi, niambie unanisikiliza ukiwa taifa gani, na kama upo humu Tanzania, niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Habari za jioni hii mtazamaji, ni mvutano wa kisiasa nchini Tanzania ambao umeendelea kushika kasi baada ya aliyekuwa kiongozi wa vijana wa CCM au UVCCM kumsaliti na kumgeuka Samia Suluhu jioni hii. Jimbo la Arumeru, sasa hivi kiongozi huyo wa UVCCM ameweza kuhama rasmi na kujiunga na Chadema na amekaribishwa vyema, huku simu mpya zikiendelea kuongezeka mtandaoni za kudai haki na uwazi kuhusu kuwekwa kizuizini kwa mwenyekiti wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Matukio haya sasa yanaibua mjadala mkubwa wa kisiasa kote nchini, huku siasa za upinzani zikiendelea kupata usikivu wa kitaifa kabla ya vita vya kisiasa vya baadaye nchini. Swali kuu, kwa nini aliyekuwa kiongozi wa vijana wa CCM ghafla aliamua kukihama chama tawala cha Samia, na kwa nini wafuasi wa Tundu Lissu leo au usiku huu wanazidisha shinikizo mitandaoni baada ya kupokea taarifa hizi njema? Kaa nasi ni kujuze yote. Katika hali iliyowashangaza wakazi wengi wa Arumeru, aliyekuwa mwenyekiti wa UVCCM eneo hilo David Msunya amejiunga rasmi na chama cha demokrasia na maendeleo maarufu Chadema kinachoongozwa na Tundu Lissu aliye gerezani. Taarifa hiyo ilitolewa hadharani na viongozi wa Chadema jioni hii wakiongozwa na mwenyekiti wa wilaya ya Arumeru Magharibi Eliakim Olemak, ambaye alimkaribisha Msunya ambaye alikuwa kiongozi wa UVCCM ndani ya chama cha upinzani Chadema na kumkabidhi kadi ya wanachama wa shaba. Tukio hilo mara moja lilivuta hisia za wafuasi wa kisiasa wa ndani na nje, huku wengi wakiona hatua hiyo kama ishara nyingine ya kuongezeka kwa ushindani wa kisiasa kati ya chama tawala cha Tanzania na upinzani. Akizungumza muda mfupi baada ya kupokea kadi yake wanachama Chadema baada ya kuisaliti CCM, Msunya ama huyo aliyekuwa kiongozi wa UVCCM alieleza kuwa uamuzi wake huo umekuja baada ya kupoteza imani na ahadi ambazo anasema hazikuwahi kutekelezwa ndani ya chama cha Samia Suluhu cha CCM alichokitumikia awali. Kulingana naye, sauti ya mahangaiko ya raia wa kawaida yalikuwa hayasikiki pasavyo, hivyo ikamlazimu kuchukua uamuzi mgumu lakini muhimu wa kisiasa. Mtazamaji, ukiukaji wa kisiasa kama huu mara nyingi huwa nyakati za ishara, haswa wakati viongozi wa zamani wa vijana wa chama tawala wanaamua kuvuka hadharani kwenda upinzani. Msunya ambaye sasa amemsaliti Samia Suluhu aliwaambia wafuasi wake kuwa alijiunga na Chadema kwa sababu anaamini chama hicho kinawakilisha haki, uwazi na kile alichokiita demokrasia ya kweli. Alisema uamuzi wake huo umezingatia maslahi ya wananchi na mustakabali wa Tanzania kwa ujumla. Katika hotuba yake, Msunya alitangaza kuwa yuko tayari kufanya kazi pamoja na wafuasi wa upinzani kusaidia kujenga kile alichokitaja kuwa Tanzania mpya. Kauli hiyo iliyopokelewa kwa shangwe na wanachama wa Chadema waliohudhuria hafla hiyo ya kumkaribisha kiongozi huyo wa UVCCM wa kitambo, wengi wao wakieleza ujio wake kuwa ni ushahidi kuwa vijana wengi zaidi wanadai mabadiliko ya kisiasa nchini na hawawezi kudanganyika tena. Lakini mtazamaji, upande mwingine, wakati Chadema wakisherekea ujio wa kiongozi wa zamani wa vijana wa CCM, suala lingine lilikuwa ni mijadala ya mitandao ya kijamii iliyoibuka baada ya taarifa njema kutolewa. Hii ni kuhusu kuendelea kuwekwa kizuizini kwa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu. Wakati huo huo, ujumbe mzito uliosambazwa mtandaoni na mwanachama wa Chadema anayejiita Laiza Mayoni umeendelea kuvutia hisia nyingi miongoni mwa Watanzania kuhusu Lissu. Katika ujumbe wake, Mayoni unaosambaa kwa wingi sasa aliwataka wananchi kuzungumza juu ya hali inayomkabili Tundu Lissu ambaye kwa sasa anashikiliwa kwa tuhuma za uhaini na akitaka wananchi na wafuasi wasichoke kumzungumzia na kumtetea Tundu Lissu, akisema kumtetea Lissu sio kuingilia mahakama. Katika ujumbe huo unaosambaa kwa wingi, Mayoni aliwataka wananchi kuzungumza juu ya hali inayomkabili Tundu Lissu ambaye kwa sasa anashikiliwa kwa tuhuma za uhaini. Kwa mujibu wa Mayoni, Lissu hatakiwi kuonekana msaliti au adui wa Tanzania.
bali ni kiongozi wa kisiasa anayesukumwa na mapenzi kwa nchi yake. Mayoni alisema mapambano ya kisiasa ya Lissu hayatokani na chuki, bali ni madai ya haki, usawa, uwajibikaji na utawala wa sheria. Ujumbe huo ulienea haraka katika mitandao mbalimbali ya kijamii leo, ambapo wafuasi na wakosoaji walijadili maana ya uharakati wa kisiasa, siasa za upinzani na demokrasia nchini Tanzania. Hata hivyo, mtazamaji, kuzuiliwa kwa watu mashuhuri wa upinzani mara nyingi huzua hisia, hasa miongoni mwa wafuasi wanaowaona viongozi kama ishara ya upinzani wa kisiasa. Katika maelezo yake, Mayoni leo kumhusu Lissu pia alidai kuwa sauti ya Tundu Lissu inawakilisha wananchi wa kawaida na makundi ya wanyonge wanaoamini katika mageuzi, kidemokrasia na uongozi unaowajibika. Hata hivyo, aidha amewataka Watanzania kusimama pamoja katika kuhoji masuala yanayohusu haki za binadamu, utawala bora na haki bila kujali tofauti za kisiasa nchini. Kulingana naye, umoja wa kitaifa haufai kuzima mijadala ya umma kuhusu demokrasia na uwajibikaji. Maoni hayo yanakuja katika kipindi ambacho mijadala ya kisiasa nchini Tanzania imezidi kuhamia kwenye mitandao ya kijamii, ambapo wafuasi wa serikali na upinzani wanaendelea kutoleana mawazo makali kila siku. Waangalizi wa mambo wanasema wanaharakati wa mtandaoni sasa umekuwa mojawapo ya zana kubwa zaidi za kisiasa katika Afrika Mashariki, kuruhusu raia kushiriki moja kwa moja katika mazungumzo ya kitaifa. Vilevile, je, unadhani kampeni hizi za kisiasa za mtandaoni zinaweza kuathiri mwelekeo wa kisiasa wa nchi katika siku zijazo? Hilo bado ni swali ambalo linaendelea kutawala na ambalo wachambuzi wengi wanaamini kuwa mitandao ya kijamii inakuwa na nguvu zaidi kuliko hapo awali. Katika sehemu nyingine ya ujumbe wake, Mayoni alisema kuwa historia imeonyesha mabadiliko makubwa ya kisiasa mara nyingi yanachangiwa na watu wanaopenda kuzungumza kwa uwazi hata nyakati ngumu, akimtumia Lissu kama mfano. Aliwahimiza Watanzania kuendelea kufuatilia kwa karibu kesi ya Tundu Lissu na wasichoke kumtetea, huku akidumisha umoja na amani ya kitaifa na kumwombea Mungu. Sambamba na hayo, alisisitiza kuwa kesi zinazowahusu viongozi wa upinzani zinapaswa kushughulikiwa kwa haki, uwazi pamoja ili kuimarisha imani ya wananchi kwa taasisi za serikali. Kwa sasa umakini umebaki kuelekezwa katika ushawishi unaoenea wa kisiasa za upinzani na hali inayoendelea ya kisheria na kisiasa inayomzunguka Tundu Lissu. Wakati huo nchi inaendelea kushuhudia mijadala mikali ya umma kuhusu uhuru wa kujieleza, haki za kisiasa na mustakabali wa ushindani kidemokrasia nchini Tanzania. Ikiwa maendeleo haya yataimarisha mazungumzo ya kisiasa au kuongeza migawanyiko, bado itaonekana katika miezi ijayo. Lakini jambo moja liko wazi: mazungumzo ya kisiasa ya Tanzania yanazidi kuwa amilifu zaidi, yakihemko na kufuatiliwa kwa karibu zaidi kuliko hapo awali. Mtazamaji, ni hayo tu niliyojaliwa kukuandalia katika ripoti au habari hizi. Tukielekea kukamilisha ripoti ama habari zetu na kuachia uwanja huu wa maoni, unijuze mtazamo wako kuhusiana na kiongozi huyu mmoja wa UVCCM aliyeihama CCM na kuelekea Chadema, na kuhusu ujumbe huu kumhusu Tundu Lissu. Vilevile like video hii, subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.